namna ambavyo lilikuwa hapo siku ya jana, kwamba kumbe inawezekana kabisa hata hayo mabegi yenyewe wasingeyapata kama sio kukiamsha kwa Mamelodi Sundowns. Hawakuwa peke yao, walikuwa pamoja na Mamelodi ambao mabegi sasa alikuwa yanapelekwa sehemu isiyo kuwa rasmi. Wahusika wako pale wanasubiri, lakini mabegi yanapelekwa sehemu nyingine. Maana hizi ni figisu sasa za mpira wetu wa Afrika ambazo zimekuwa zikiendelea mara kwa mara. Kucheleweshana na kuchelewesha matokeo. Mbinu ya nje ya uwanja. Ni mazingira ambayo yako kwenye mpira wa Kiafrika, lakini kikubwa ni tayari vitu vimepatikana. Ambayo sio mazingira rasmi. Sio mazingira rasmi. Naamini ni utaratibu ambao watu wengi wanaanza kutengeneza hiyo taharuki nje, na kitu kizuri kwenye mazingira kama haya hutaki kuwahusisha wachezaji. Yaani wachezaji hawataki kujua kinachoendelea huko nyuma. Yaani wao waendelee na utaratibu mwingine, kama ni hotelini waende hotelini. Viongozi na watu wengine, meneja wa timu, fuatilieni hivyo vifaa, kwa sababu unajua kuna taarifa zikifika kwa wachezaji, kuna wengine wanaona hii ndio sehemu sasa ya kwenda kudoji, kwamba hamna vifaa, mimi nikalale tu. Yaani unajua hata ile kuwa na muamko tu kwa ajili ya mazoezi unaondoka. Unajua hatuendi leo, vifaa hamna. Kwa hiyo hata ile unajua kuamsha tu mwili wako kwamba leo kuna kazi ya ziada ya kufanya. Mwili wenyewe unasema kwa sababu hamna vifaa, acha leo tupumzike, alafu tuone kesho itakuwaje. Kwa hiyo kidogo ile, naamini wachezaji wangekuwa na hiyo taarifa, kuna ile hali ya kuridhika kwa siku hiyo kwamba leo hakuna mazoezi, tuishi. Kwa hiyo hicho ambacho kimefanyika na Young Africans, viongozi kupambania kombe mpaka mwisho na kupata vitu vyao, pia imewaongezea muda wao kujiandaa. Na ukimsikiliza Kamwe amezungumza kitu kizuri sana kwamba ingetokea tumesafiri Jumatano, kwa hiki kilichotokea, huenda pia muda wa mazoezi ungekuwa ni mdogo. Matokeo yako na training siku moja, kesho ni mechi. Wachezaji hamna muda hapa kupumzika, kuweka mwili sawa kwa ajili ya mchezo husika. Kwa hiyo kidogo inakuwa ni changamoto, na ndo mazingira ya mpira wetu Afrika. Kikubwa ni tayari wana hiyo experience, wamewahi kusafiri, wamewahi kukutana hizo changamoto, na wengi wao wana experience pia kwenye baadhi ya mashindano wakiwa na national team. Hivi vitu vimekuwa vinatokea pia. Kwa hiyo hiki ni moja kati ya kitu ambacho wanatakiwa kuendelea kujifunza kila siku. Ni vitu vingine ambavyo vinaweza kupelekea matokeo kuwa mabaya. Kwa hiyo kwangu mimi naamini kwa Young Africans kikubwa ni maandalizi sasa kuelekea mchezo wao, kwa sababu kila kitu tayari kiko sawa sawa. Ni wao sasa wanajiandaje kwenye mchezo, ni vitu gani ambavyo walikuwa wameplani kwenda kuvifanya Algeria vinaenda kufanyika kwenye ukubwa mkubwa, na mwisho wa siku kuleta matokeo chanya ambayo viongozi, mashabiki na wanachama wanayasubiri kutoka kwao. Kamanda, haya mambo yana haja ya kuchukuliwa hatua ama ni sawa sawa na hivi yanavyoendelea? Manake amekuwa akijirudia mara kwa mara na tusikii chochote. Nadhani CAF hajawahi kuwa serious na kutaka hayo mambo yaishi. Kwa sababu how comes tunafuatilia mpira Europe hajawahi kusikia kesi kama hizo, tunafuatilia mpira Asia, South America, kwa nini vitu hivyo vinatokea Afrika tu na vinatokea kwenye nyakati kama hizi? Na ukiangalia leo limetokea kwa Yanga na Mamelodi Sundowns, lakini kwa mfano kabla ya hatua ya makundi kuna kesi ilitokea kwenye mechi ya Lupopo na Orlando Pirates ambayo ilichezwa Lubumbashi kule. Kwa hiyo mimi nadhani ni bara letu tu ambalo bado linapenda haya mambo ya hovyo hovyo, na hakuna uelewi yana msaada gani. Kwa sababu kwa mfano timu kama Mamelodi Sundowns, sidhani kama kuna figisu unazoweza kuwafanyia ambazo zitaondoa katika focus yao. Wana kila aina ya mchezaji, yani katika kila nafasi kuna wachezaji wawili au watatu bora. Leo hii kuna mtu ambaye ukisikia kwamba huyu bwana amewekwa kwenye orodha ya watu ambao inabidi watolewe kwa mkopo kwa sababu apate nafasi, unaweza ukajiuliza kwamba huyu ambaye anafanya huyu mtu apate nafasi yukoje? Kwa hiyo hata ufanye figisu za namna gani, there's no way unaweza ukaingia kichwani mwa watu. Na sadly ni vitu ambavyo uliona kwa mfano ni mwaka huu au ni mwaka jana, ile incidence ya Libya na Nigeria ilikuwa hivi. Ilikuwa ni mwaka huu. Nadhani mwaka jana. Ile walikuwa wamelala kwenye nini mwaka jana. Kwa hiyo yaletewa vile vikosta viaisi vidogo vile mwaka jana. It's very shameful kwamba hivi vitu bado vinatokea. Na mwisho wa siku adhabu yake ilikuwa nini? Maana lazima walipewa adhabu. Nadhani ule mchezo kwanza ilikuwa declared kwamba amepoteza ule mchezo na walilimwa fine ya $50,000. Sasa shida ni kwamba ndio kama hivyo unakuta. Kwa hiyo kwenye kanuni wanasimamia ipasavyo. Kuna double standards. Yani ile issue ilifikia hatua ile kwa sababu Nigeria walipiga sana kelele. Pengine wangekaa kimya au wangechukulia tu poa poa, labda hatua kama hizo zisingechukuliwa. Wangeambiwa bwana chezeni tu, sisi tutazungumza, tutajenga. Lakini ni vitu ambavyo bado vinaendelea, na kuna maeneo ambako
vimeweka mzizi hivi vitu. North Africa, hasa kwenye baadhi ya mataifa, kwa mfano Algeria, manake Morocco, yes, kaskazini yote. Yani hivi vitu nime experience mimi personally, nimeshuhudia Algeria kwa kuona hivi kwa macho yangu figisu zikiwa zinafanyika, lakini pia yani Algeria ni sehemu ambako wana hiyo reputation sana, Algeria, Libya. Lakini these days nadhani Morocco wamekuwa ungwana, Egypt wamekuwa ungwana, even Tunisia tusikii hizo kelele. Kwa hiyo kuna maeneo bado hayo mambo bado yapo. Kwa hiyo let's hope kwamba CAF wataingilia kati, na kwa hao hizo timu ambazo zimewatokea let's hope pia kwamba wali manage kuweka focus ya wachezaji na itawasaidia katika mchezo. Okay, sawa. Ni mechi ngumu sana. Yanga wanacheza na JS Kabylie. Mechi nzuri sana hii. Ijumaa Novemba 28. Na jana ilikuwa ni Jumanne Novemba 25. Leo Novemba 26. Bila shaka hili jambo haliwezi kuwatoa mchezoni. Bila shaka. Yes, aliwezi kuwatoa mchezoni, na ndo faida pia ya kuwa na timu kubwa na kupata uzoefu kwenye michuano. Unajua unaweza kujiuliza kwa nini waliwahi kwenda. Maana yake walikuwa wanafahamu pia nature sema ambayo wanaenda. Kamanda ametoka kukuambia hapa, lakini hata pia wao wenyewe waliwahi kwenda kwenye finali kule dhidi ya USM Alger kule. Waliona nini kilitokea. Kwa hiyo timu kubwa unapokuwa unashiriki kwenye hii michuano unakuwa unajua namna gani unaweza ukatengeneza mazingira rafiki, kwa sababu Afrika bado tuna huo ushamba wa kutaka kumdhoofisha mtu nje ya uwanja. Na ndio maana mpaka leo bado sisi goli la ugenini linafanya kazi, kwa sababu wanaelewa kupata alama ukiwa away ni jambo gumu sana. Lakini ninachotaka kuamini kwamba time bado ipo ya wao kuweza kujiandaa, na kikubwa wachezaji kuendelea kupambana namna gani wanaweza kaenda kuwa outshine, kwa sababu last time walienda pale na walipata matokeo, ilikuwa ni finali, vurugu zilikuwa ni nyingi kwenye hoteli ambayo walifikia. Kwa hiyo experience kama ile naamini wachezaji bado wanayo, na wengi kwenye kile kikosi ni wale wachezaji ambao walikuwepo pia hata kipindi cha finali. Kwa hiyo kikubwa ni kuangalia muda uliopo, kufanya maandalizi, kujiandaa na mechi. Hilo jambo lilishatokea tayari, lakini next time pia na hao pia ndio wanazidi kupata experience ya kutosha kuelewa kwamba kwenye michuano ya Afrika pia kumekuwa na hizo figisu. Unajua siku yetu hapa tumekuwa wema sana Hujawahi kusikia kwamba timu imetoka nje imekuja hapa kumekuwa na changamoto, mara wamekuwa mahotelini, mara wamekuwa airport, kwa sababu tuna hiyo sifa ya ukarimu. Lakini timu zetu zina struggle sana. Watu ambao wameshasafiri na hizi timu kwenda huko nje, ukiongea nao wanakuambia kwamba wanajaribu kutengenezwa mazingira magumu, wakati mwingine usafiri wanaopewa mechi, let's say timu inafika hapa lakini mechi inaenda kupigwa Mwanza, na kutoka hapa kwenda Mwanza hamna ndege, watu wanatakiwa tembee kwa basi, barabara yenyewe iko sawa. Kwa hiyo ndo uzoefu ambao tunauzungumzia. Na wewe katika kutafakari kwako, kama wao wanatufanyia, wewe haujawahi kuanza siku moja pengine uzishauri hizi club nazo pia zifanye? Kabla shafuja washauri, naomba pia na mimi niwashauri kwamba ni vyema ukawa na uhakika wa afya yako ukiwa na Sanlam Alliance. Kabisa. Tuko vizuri. Hilo ni jambo la msingi sana kujihakikishia wakati unazungumza hapo wewe una uhakika kwamba hata ikitokea bima ya afya iko sawa sawa. Fukoni pangu pakavu tia mchuzi, ila uhakika wa afya unao. Na hamna mwingine anayekupa uhakika wa afya kama sio Sanlam Alliance. Ambao unaweza kuwatembelea kwenye website yao ya www.sanlamalliance.co.tz ili uweze kuishi kwa kujiamini. Okay, kwa hiyo mimi siwashauri na nakemea vikali vibaya mno. Yani mimi ninachowashauri ni timu kuendelea kuwekeza kwenye timu, kuwa na quality players ambao wanaweza kwenda popote pale wakapata matokeo nje ya figisu ambazo zinatokea. Sasa kama wewe unaamini kwenye professional na wengine hawaamini hivyo, na unazishauri club zetu ziamini kwenye professional zaidi, uone kwamba club zetu uzitendee haki Aisha? No, Yanga walienda kule dhidi ya Usma kule away finali kulala, lakini nini kilitokea? Walienda wakapata matokeo pale. Kwa hiyo mwisho wa siku unahitaji kuwa tu na quality players. Hawa wanajaribu kutumia hizi mbinu, wakati mwingine ni hofu na watu ambao wanaenda kucheza nao. Unanielewa? Wanaangalia squad, wanaangalia matokeo ya mwisho, wanajua kabisa ni ngumu. Kwa hiyo tunatakiwa tutafute namna yoyote ile ya kuweza kupata matokeo. Mimi nitakwambia Simba walikuwa wanapata matokeo away. Kuna msimu hapa Yanga ule anafika finali shirikisho, alikuwa anashinda away, anaenda Zambia, anaenda Kongo anashinda, anaenda Nigeria anashinda, anaenda South Africa anashinda, kwa sababu ya quality players ambao uko nao. Hata kama ukifanya hivi figisu nje ya uwanja, kama hauna wachezaji ambao wanaweza
kukupa matokeo uwanjani, huwezi kupata ushindi. Na kamanda, huoni ukarimu ukizidi pia ni tatizo? Pengine unagharimu timu zetu wanapocheza na timu hizi nyingine ambazo zinatoka mataifa mengine. Unajua, kwa bahati mbaya sana hiyo ndio shida iliyoko pia, kwamba tunaishi kwenye mazingira ambayo unalazimika kuwa muungwana, kwa sababu haikulipi chochote kurudisha zile figisu kwa figisu. Kwa hiyo mimi zisaidii figisu, hazina msaada. At the end of the day ni football inachezwa. Ndio maana mimi siwezi kubaliana na mtu ambaye anasema kwamba na sisi tufanye kwa kulipa kisasi. Sure. Umeelewa? Kwa sababu sio jambo sahihi la kufanya. Yaani makosa mawili hayawezi kuwa substitute ya kosa lingine. Yaani kwa sababu wewe umenikosea na mimi lazima nikukosee ili tu tumejustify. Hapana. Hao wanaofanya makosa waendelee kufanya makosa, tuishi kwa matumaini kwamba itafika siku watastaarabika, watakuwa ungwana na kuacha mpira tu uchezwe na vitu vingine waachane navyo. Lakini for the rest of us tuendelee kufanya kile tunachotakiwa kuendelea kufanya, kwa sababu iko njia ya kuviepuka hivi vitu, na njia hiyo ni kufanya vizuri uwanjani. As long as tuna wachezaji ambao wanaweza kwenda uwanjani na kucheza katika mazingira magumu na kuonyesha kwamba hiki sio kitu sahihi, ndio wanachotakiwa kufanya. Mimi nitakukumbusha kuna wakati TP Mazembe walipotoa kombe la shirikisho, moja kati ya mechi nadhani kama ni robo finali ama nusu finali, walikuwa wanacheza Sudan na Almerek, na Almerek waliwafanyia figisu TP Mazembe. Hawakutrain kabisa ugenini kwenye ile mechi. Yani hawakutrain kabisa, walikuwa wanafanya mazoezi kwenye corridor za hoteli. Wanapasha, hawakupata access ya kwenda kwenye kiwanja cha mazoezi. Hata ile ya kusema kwamba siku ya mwisho ile mkafanya mazoezi mkapata stadium feeling ilifanyika ni by the way tu, lakini hawakufanya kama mazoezi. Do you know what happened? Walikwenda uwanjani TP Mazembe wakashinda, kwa sababu pale sasa uwanjani ni mpira ndio unachezwa, ni miguu ya watu ndio inazungumza. Na nyinyi ambao mliamini kwamba mnapaswa kuwatoa watu uwanjani ili wapoteze mchezo, pale ndio sehemu pekee ambako uwezo wenu wa kufanya kitu kingine cha ziada umeisha, kwa sababu hamwezi kuimpose uwezo kwenye miguu ya wachezaji ambao wamezidiwa ubora. Kwa hiyo TP Mazembe wakaingia uwanjani na wakashinda. Hii ndio njia bora ya kumuonyesha mtu kwamba bana, hiki unachokifanya hakina msaada wote, and I beat you fairly kwenye uwanja. Lakini tukiangalia kwa upande mwingine, hizi figisu zinazoendeleza nje ya uwanja zinaathiri ushindani kwa kiasi gani? To be honest, kwangu mimi haziathiri ushindani, kwa sababu always the best team itashinda mwisho wa siku. Figisu no figisu, utaona kwamba ikija kufika nusu finali utamkuta Ahli pale, utamkuta Mamelodi Sundowns, utamkuta Esperance. Kuna timu tu utazikuta. Kamanda, mtu anakuwekea vizingiti usifanikiwe. Hiyo ni moja ya figisu hiyo. Siku zote timu bora itashinda. Kwa mfano tutolee mfano tu ile mechi ya finali ya Usma na Yanga. Yanga alishinda ndio. Lakini kwa figisu zilizotokea huenda angeweza kushinda hata zaidi ya lile bao moja, akakosa ubingwa. Hiyo haiathiri. Sidhani. Mimi nadhani kile ndio alichokuwa anaweza kukifanya at the end of the day, na ndio kilichotokea. Sidhani kama kwa sababu kama tujiuliza kitu kimoja. Kitendo hakikuwa kizuri kamanda. We agree on that. Kiliwavurugia Yanga tunakubaliana hiyo, lakini mimi nataka nimuulize Jessica kitu kimoja. Taifa pale nani Yanga alifanywa figisu pia? Hapana. Kwa sababu mechi ile walipoteza Taifa. Kama ingeisha 1-1 na wakaenda kule wakashinda 1-0, angekuwa bingwa wa Afrika. Umeelewa? Significance ya matokeo ya overall yale ni kile kilichotokea pale. Umezungumza muda mrefu kamanda, ambako hawakufanyiwa figisu. Swali litaanzia kwako. Kwa mfano kama Simba wana hii kauli mbiu ya hatoki mtu kwa Mkapa. Unaamini ubora wa uwanjani tu ndio ambao ulikuwa unawapa Simba kiburi cha kusema kwamba hatoki mtu kwa Mkapa, ama kulikuwa na vitu vingine vya ziada ambavyo walikuwa wanavifanya kuhakikisha kwamba kweli hatoki mtu kwa Mkapa, na hivi sasa wamerudi nyuma, sasa wanaweka uungwana mbele? No, unajua Mkai, lazima tujiulize kwamba huyo ambaye unamwambia hatoki kwa Mkapa ni nani? Manake wapo watu wamewahi kutoka kwa Mkapa. Ahali. Kwenye Raja alikuja pale. Alipitia ngapi pale? Lakini ukiweka takwimu za mechi Simba alizocheza
kwenye dimba la Benjamin Mkapa za michuano ya kimataifa. Mimi za ushindi ni nyingi kuliko ya kupoteza. Nakubaliana na wewe, lakini mwisho wa siku kuna mahali mimi naamini ni football peke yake. Kitu kingine cha nje ya uwanja kama kingekuwepo, pengine mojawapo kati ya hizi timu zetu za Tanzania ingekuwa ishachukua kombe la Afrika, kwa sababu kama kweli mpira tu ni figisu peke yake na sio kitu kingine. Unajua shida ni kwamba sometimes anayefanya figisu ni yule ambaye amekuzidi ubora pia. Wakati mwingine ndio inatokea hivyo, na mfano tunaweza tukautoa kwenye hii kesi ya Usman na Yanga, kwa sababu Usman alikuja hapa, mimi nataka kuamini akufanyia figisu hata moja, lakini na wao pia hawakufanya figisu, kwa sababu Usman hawezi kutoka huko aje kufanya figisu ugenini. Walishinda hapa 2-1. Sawa. Kwa hiyo kuna limit ambayo hata figisu zifanywe vipi, hakuna kitu kinachoweza kutokea. Kwa mfano mechi ya Yanga na Club Africain, ukifuatilia, yani sidhani kama kila kitu kilienda smoothly, yani kwa upande wa Yanga kabla ya mechi. Ile walishinda moja, walishinda kule away. Umeelewa? Kwa mfano ziko mechi ambazo mimi naamini Yanga kufanyiwa figisu. Kwa mfano mechi na Mamelodi Sundowns ile, controversy iliyotokea, goli sio goli, ni ya kawaida tu, imetokea uwanjani, yani ni ya kawaida ambayo hata juzi kwa Yanga imetokea in favor of Yanga, kwa maana kwamba hicho ni kitu ambacho kinamtokea mtu yoyote. Lakini penalties zilizokuja kupigwa, what happened? Hapakuwa na figisu pale. Tunapozungumzia hii figisu, waamuzi nao hawahusiki kwenye figisu. No, waamuzi wanahusika. Waamuzi wanahusika when it comes to kufanya maamuzi ambayo yanaifavor timu fulani. Lakini sasa hayo mambo kwa kiasi. Sasa mbona game ya juzi ya Simba hakufanya hivyo vitu? Yani sasa hivyo sio vitu vya kutegemea, sio vitu vya kupigia mahesabu. Unahalalisha vitu ambavyo havitakiwi. Sio vitu vya kupigia mahesabu. Wewe cheza tu mpira. Mimi nimebainisha. Yani mechi ya kwanza juzi, mimi nimebainisha. Figisu ya kwanza alifanya Mpanzo kwa kukosa goli ile. Figisu ya pili alifanya nani anaitwa Morris. Alafu kamanda, turudi kwenye hiyo Simba ambayo walikuwa wanasema kwamba hatoki mtu, si ndio? Nenda kaangalia squad. Tunazungumzia kina Mixon na kina Chama, John Boko, Mugalu, wa moto wako pale. Unaelewa? Mechi ya mwisho ambayo nadhani kwenye record kama ambayo Simba amemfunga Ali 1-0 katika ule msimu ambao yeye alifungwa 5 hapa Taifa. Ile Simba mbele pale alikuwepo Boko, Kagere, Mixon na Oku alikuwepo, Chama. Hiyo squad tu, alafu fananisha na Simba sasa. Yes, kwa hiyo wakikwambia kwamba hatoki mtu, walikuwa na advantage nyingi. Kwanza home ground advantage, mashabiki wapo, lakini pia tunazungumzia quality players ambao wako pale. Kwa hiyo wakati mwingine wanashindwa kupata matokeo kwa Mkapa, hatoki mtu, angalia na squad ambayo wako nayo pia ukilinganisha katika moja ya squad mbovu ya Simba kuna msimu ambao wamecheza michuano ya ile ya Africa Football EFL, wachezaji takriban 10 na ilikuwa walitoka hapo kwa Mkapa na Ahali 2-2 sale, ndio, na ugenini kule 1-1. Yes, lakini ile Simba ilikuwa Simba tia maji, ndio. Kwa hiyo ukiniambia kwamba heti kwamba walikuwa na timu bora ndio walikuwa wanafanya vizuri kwa Mkapa, hapo Ahali ya kutoka nani hapo kutoa sare, mbona Ahali alikuwa anakufa tu hapa kwa Mkapa, akija hapa Shirafu Jeyara kwa namna yoyote. Sasa ni kwamba tunatakiwa tutoke huku, hatutakiwi justify kuamini kwamba wanatakiwa pite njia nyingine ili kuweza kupata matokeo. Tunatoka huko, lakini tusiwape sana mazingira mazuri ya kujiona wao wako wanajiachia sana, wanaenjoy sana. Kwa nini tunataka tukae huko au tunataka twende mpira ambako unatakiwa kwenda? Mimi nafikiri mpira wa Afrika. Yes, mimi nafikiri mkai. Hayo unayoyataka wewe ya Shirafu, wenzako unakwenda kwa wanafanya. Ndio tulie na shirikisho la mpira wa Afrika, kwa maana kafu. Wewe upo Afrika, uko Tanzania, unaishi kwenye mambo ya Ulaya. Sasa tunatakiwa tutoke huko mkai, hatuwezi kujustify kwenye mambo kama yani kwamba watu wapite mlango wa nyuma wajue wanazungumza na refa. Mwisho wa siku unashindwa kumpata bingwa halali, kwamba my game is a fair game. Kabisa. Fair play ipo tu, lakini mtu ukikaa vibaya mtu anakuumiza, anakupiga